mpaka kufikia Disemba, Benki ya Maendeleo TIB imeweza kuwekeza takribani bilioni 162 kwenye sekta ya kilimo. Na katika uwekezaji huo tumeweza kugusa mikoa 23 ya Tanzania na wilaya 76 zimeweza kuguswa na uwekezaji wa eneo la eneo la kilimo. Lakini pia katika uwekezaji huo, labda nielezee tu kidogo kwamba kama awali nilivyosema, asilimia kubwa uwekezaji wetu kwenye kilimo umetoka kwenye miradi ambayo iko chini ya dirisha la kilimo ambayo tunasimamia kwa niaba ya serikali chini ya Wizara ya Fedha. Ni dirisha la kilimo ambalo linatoa mikopo ya bei nafuu, kwa maana kwamba interest rate kwenye dirisha hili kwa yule mkopaji wa moja kwa moja ambaye kwamba ni kampuni inakopa na inafanya activity yoyote ya kilimo kwenye mnyororo mzima wa kilimo, anakopa kwa 5%. Lakini kwa ile taasisi ambayo inakopa kwa ajili ya kwenda kukopesha, yeye anakopa kwa 4%. Kwa ni dirisha ambalo linamwezesha au linawezesha watu wa kati pamoja wafanyabiashara au wakulima wa kati na wa juu. Lakini pia katika uwekezaji huo kwenye kilimo ambao nimesema kwamba mikoa 23 na wilaya 76 zimeweza kunufaika, imeweza kuzaa ajira 10,500. Lakini pia hatujaziacha SACCOS. Kuna SACCOS ambazo zimeweza kunufaika takriban 78 ndani ya Tanzania. Kwa hiyo kwa upande wa kilimo unaweza ukaona kwamba jinsi gani ambavyo tumeweza kugusa karibia mikoa 23, wilaya 76, lakini kikubwa ni kwamba hatuangalii tu kwamba tumewawezesha wakulima wameweza kupata mkopo na wameweza labda kujiinua katika biashara, lakini watu gani wengine ambao wameweza kunufaika na uwekezaji huo. Ndio maana tumesema kwamba katika kuwekeza kwenye kilimo kuna ajira ambazo zimeweza kupatikana takribani ajira 10,000. Kwa hiyo Benki ya Maendeleo hatuangalii tu kwamba tumekopesha, lakini yule tuliyemkopesha kafanya nini kingine, kachangia nini kwenye jamii ambayo inamzunguka, lakini kimoja kikubwa ikiwa ni ajira. Sisi kama nilivyosema kwamba tunatoa ushauri. Kwa hiyo mtu akitaka kuja kukopa, kwanza tunaweka mlango wazi, afike, tuzungumze naye, tujue ni mradi gani ambao anataka kuwekeza, na vile kumtake through kwenye masharti ambayo anapaswa kuyatimiza. Kwa hiyo lazima kwamba tujue ni mradi gani na ni mradi ambao unakopesheka, na kama kuna mapungufu labda ni yapi ambayo yanatakiwa kuyaboresha ili aweze kupata mkopo kutoka Benki ya Maendeleo TIB. Lakini masharti makubwa ni kuwa na security, lakini kuwa na mradi ambao unakopesheka, lakini pia kuhakikisha kwamba uwezo wako au uwezo wa huo mradi, yani ni mradi ambao unaweza kukopesheka na ni mradi ambao unaweza kuwa na uwezo wa kulipa hapo baadaye. Lakini swala zima la security au dhamana ni la msingi. Kwa hiyo vigezo vipo vingi, lakini kabla hujapewa vigezo, tunakupa ushauri, tunakaa na wewe, tunaangalia mradi ulionao, lakini tunaweza tukakushauri kwamba katika mradi huu unatakiwa uweke maandalizi yako yapi na masharti yetu ni yapi. Lakini niwaondoe hofu kwamba masharti kwenye dirisha la kilimo ni masharti ambayo ni nafuu kabisa na yanawezekana.